akiwa msibani. Yes. Karibu kwa wewe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ya, asante. Kuna kitu tumejifunza hapa nabii umekiongea. Ndio. Ambako ni kitu kikubwa sana, kinagusa sana maisha ya watu wengi. Ili kusema kwamba tujitahidi sana kuangalia uzao wetu. Ndio. Kwa maana kwamba watoto wetu. Na ili kujitoa sana katika mambo kwamba umetokea msiba kidogo, umeenda labda kuna shughuli kidogo, umeenda kwa sababu una kipato kikubwa, unaenda mbele za watu na kuwajulisha kwa watu, kumbe wale watu wanaweza wakasababisha wakuzibia riziki yako. Ndio. Na kingine ukiongea kwamba familia za kwetu ndio zinazotuharibu sisi. Kwa maana kwamba unaweza ukawa na kaka au dada, sio kwamba atapenda maisha yako, ile inaweza akawa ni mchawi kwako wewe. Ndio. Hiki ndiko kitu mwezi wa 9 2021. Ndio. Wakati bado unatoa huduma Kitunda kule. Ndio. Mimi nilikuja. Nilikuwa nahudhuria sana pale. Ndio. Mamake na huyu mtoto alikuwa na mimba ya miezi 7. Huyu mtoto. Ndio. Na huyu nilimtabiria kwamba atajifungua mtoto wa kiume. Nilikutabiria atajifungua kwamba atajifungua mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume. Na huyo ni mtoto wa jinsia gani? Ni mtoto wa kiume. Ni mtoto wa kiume kabisa. Mpe Bwana Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Nakwenda kutabiria jambo leo kuhusu shuka lako. Mungu anakwenda kulitenda. Mungu anakwenda kulitenda. Hebu angalia, mama alikuja akiwa na ujauzito. Umesema mimba miezi mingapi? Ilikuwa na miezi 7. Miezi 7. Nikasema kwamba anajifungua mtoto wa kiume. Na huyo kweli ni mtoto wa kiume. Na ulituita pale mbele, tulikaa mimi na mama yake ambaye ni mke wangu. Tulikaa naye pale mbele. Ndio. Tukatabiria. Alikuwa na mimba ya miezi 7. Miezi 7. Nakumbuka siku nilikuja kwenye pikipiki, nilibebwa, nilinyanyuliwa. Ndio. Tembea nilikuwa siwezi. Na kitu kikubwa hicho kiongea kwa utabiri, naambia kwamba wewe umerogwa na ndugu zako, familia ndo zimekuchezea wewe. Ndio. Ni kweli. Mimi wakati bado na kipato natembea, ndio nilikuwa na watu wengi sana hapa nyumbani kwangu. Wengi sana. Ulikuwa na ndugu wengi? Wengi sana. Na nilikuwa mpaka nagombana na mama yake na huyu kwamba watu waondoke, kiasi kwamba kwa nabana mpaka watoto. Unaona, lakini sijajua kwa baadhi. Mwanamke alikuwa anakuambia tupunguze watu hapa nyumbani. Lakini wewe ukawa unaona kwamba ngoja tuwasaidie, tuwainue. Saidia watu. Ndugu unayemsaidia ndiye anayekutanguliza kwenye shida. Sasa mwisho wa siku, baada ya kuja kupata tatizo hili, kuparalyze, ndio wale ndugu wote waliondoka wote. Lakini mke wako yuko wapi? Mke wangu na yeye uvumilivu, baada ya kujifungua mtoto huyu, ndio naye uvumilivu ulimshinda, naye akaondoka. Mimi na watoto 3 sasa hivi. Kwa hiyo umebaki wewe na watoto wako? Watoto 3. Yuko darasa la 7. Huyu wa nyuma hapa yuko darasa la 2. Huyu bado hajaanza chekechea. Kwa sasa hivi inabidi wa la 7 aende shule na huyu wa 2 aende shule, nibaki na huyu mdogo nyumbani. Ndio. Kwa kama nikitaka suruali huyu ndo atanisogezea, atanitegea kwenye miguu. Ndio. Nitavaa. Kwa kama kuna kitu maji hapo atasogeza huyu hapa. Tutapika, tutakula na huyu. Kwa nao akitoka shule, sasa kama kuna huduma bado nimezitoa mimi mwenyewe hapa. Kwa maana kwamba labda umejisaidia kwenye suruali na nini. Kwa akija huyu sasa, inabidi sasa huyu wa kiume ndo aanze kufua nguo zangu sasa. Sasa nikakumbuka ile moment ya kipindi kile nilipokuwa nipo huduma kule. Ndio. Nilikutafuta sana, nafikiri kwenye WhatsApp nilikusumbua sana. Baada ya hapo nilikuja nilikupa bajaji. Kwa maana kwamba niweze kupata kipato kidogo. Ndio. Sasa nikashindwa kupeleka marejesho ya wiki 3. Ndio. Kwenye bajaji, kwa maana kwamba huyu anameza darasa la 7. Ikabidi ile pesa ya wiki 3 niingize kwanza kwa mtoto aende shule. Ili aende shule ameze darasa la 7, kwa sababu mwezi wa 9 tarehe 9 anafanya mtihani wa darasa la 7. Ili asiwe na kikwazo. Sasa niliposhindwa kupeka ile marejesho wiki 3, ndio wale wenye bajaji wenyewe wakaja wakachukua bajaji yao. Ile bajaji. Sasa mimi na wanangu sasa tunashinda njaa. Kwenda shule sasa hivi, naye sasa hivi na kama siku 4 shule inabidi asiende. Haendi shule tena. Shule sasa nao pia vile vile. Kwa hiyo tunabidi sasa tunalala wote chumba kimoja na watoto wangu, napangana.
Sasa mkiamka ndio hivyo. Hata leo kuja hapa tumekuja ni kwa shida sana mpaka kufika hapa. Hata kiti hapa wheelchair hii. Hii ni hapa madhabahuni. Kwa hiyo hapa leo umefika fikaje? Nimesaidiwa tu bajaji, mtu kanileta mpaka hapa na sijampa hata shilingi. Kaniambia ndio nikupeleke. Na nilikuwa nakusumbua sana pia kwenye WhatsApp na kwenye simu. Mimi ndio ule picha yako kuna kwamba nina watoto, nipo na watoto wangu tumelala tumekaa. Paka leo hii yani sina kipato chochote. Hamna chochote, niko na mamao hayupo na watoto. Ni muda mrefu sasa. Na inabidi uishi nao wewe. Nilisema kwa hiyo leo mkitoka huko mnakula nini? Hata kula wajala hapa bado. Na hatujajua mpaka sasa hivi. Watakuwa nini? Bado hawajala. Na mimi nikasema siwezi nikauacha uzao wangu, nitaambatana nao mpaka Mungu atakaponichukua. Mpaka Mungu atakapokuchukua. Utaambatana na uzao wako. Huyu kwa darasa la 7, huyu darasa la 2. Kwa huyu ndo mwana mdogo wake ataka kulala, sasa anaweza akambeba, akambembeleza, akamogesha, akalala. Kwa kaka inabidi sasa ndo afanye shughuli kubwa ya mimi hapa sasa. Kumpeleka baba chooni, kumogesha baba. Kwa picha nyingine wewe ukazituma ni aibu za nyingine labda. Lakini huyu ndo anajua baba anaishi vipi, baba ataenda vipi chooni. Kwa huyu ndiye anayekuosha wewe. Huyu ndo ananogesha mimi. Ana miaka 12. Mwanamke shagakimbiaga muda. Mwanamke ameondoka. Na wale ndugu wote waliokuwa wanasaidia wameondoka. Hakuna hata mmoja, hata simu hakuna hata mmoja. Hakuna hata mmoja. Hakuna simu. Ulikuwa unaishi na ndugu wangapi? Karibia watu 9. Watu 9. Na wakati huo ulikuwa unashughulika na kazi gani? Ilikuwa ni mwajiriwa. Ilikuwa ni mwajiriwa. Wa GSM na mshahara ulikuwa ni mkubwa tu. GSM. Karibia milioni 1.8. Milioni 1.8 kwa mwezi. Na GSM akiona hii video, unataka kusaidia nini? Mimi nilikuwa naomba kwamba akiona video hii aniangalie kwamba nisaidie. Mimi kwa sababu bajaji ambayo imechukuliwa sasa hivi ndio ni bajaji ya mkopo. Na fomu hii hapa na kwamba leo nikishindwa kulipa pesa hiyo ina kwamba wanaifanyia installation moja kwa moja na wanaiondoa katika umiliki wangu. Kwa hiyo unadaiwa shilingi ngapi kwenye hiyo bajaji ili wakurudishie? Inatakiwa leo nilipie shilingi 587. 587. 87. Ambayo ni marejesho kama ya wiki 3 ambayo hiyo pesa nipeleka kwa mtoto shuleni kwa darasa la 7 ili amalize shule kwanza. Kwa leo GSM akiona hii video akusaidia nini? Leo GSM akiona hivi mimi nilikuwa naomba kwamba aweze kuniwezesha tu niweze kupata mtaji. Najua kama nikipata mtaji mimi naweza kuendesha maisha yangu. Mtaji wa nini? Akupe bajaji kabisa? Nikipata bajaji kabisa. Ukipata bajaji. Kwa maana kwamba umiliki wa kwangu mwenyewe. Kwa hiyo unahitaji mtu yoyote atakayeona hiyo picha akusaidie bajaji. Nisaidie bajaji. Hapo ulipo unaweza kutembea peke yako? Kutembea natumia wheelchair. Na kutembea kwa chini? Kwa chini? Anajiburuza siwezi. Hebu jiburuze tuone. Nataka nione vile unavyojiburuza. Sababu mke si amekukimbia. Na ndugu uliowasaidia nao sio wamemkimbia. Ndugu aliyowasaidia nao sio wamemkimbia. Hebu ngoja tuone anavyotembea akiwa yeye mwenyewe. Anatembeaje? Na watoto wake huwa wanamsaidiaje? Unaona jinsi anavyoshushwa kwenye kiti. Mwanamke tayari amemkimbia. Na wewe ni mzazi, umezaa. Binadamu bado unaishi na ndo dunia inasema hujafa au hujaumbika. Alikuwa analipwa mshahara wa milioni 1.8 kwa GSM, lakini leo anashinda na njaa. Analala na njaa. Hebu tembea uje hapa. Unawezekana kuna kitu watu watakupa hapa ukifika hapa madhabahuni. Wewe njoo tu. Kwa hiyo lazima mtu mmoja mtoto akushike miguu. Yes, hebu mtoto wake wa darasa la 7.
Anayekushika miguu ni yupi? Ni huyu hapa. Huyu aliyekushika. Huyu ndo wa kwanza. Ndo wako wa kwanza. Ndo huwa anakushika miguu. Ndo anasoma darasa la 7. La 7 yuko. Hebu ngoja tuone anavyokutembeza. Hebu mtembeze baba unavyomtembeza nyumbani. Hebu basi anasema hana chakula. Bwana mdogo yule yuko wapi? Njoo. Jana mmekula nini nyumbani? Jana nyumbani mmekula nini? Mmekula nini sasa jana? Ubwabwa na maharage. Na wewe unasoma darasa ngapi? 7. Kwa wewe ndo unayemuosha baba? Ndio. Ukienda shuleni unasoma, ukirudi jioni unakuja unamuosha? Ndio. Kwa kama majirani hawajawasaidia mnakula nini? Naweza tukachemsha chai. Tukachemsha chai tu. Mkanywa? Ndio. Okay. Na wewe unasoma shule gani? Namba 2. Okay. Unakuwa wangapi darasani? Kwenye 10 bora. Unaingia kwenye 10 bora darasani? Ndio. Okay. Hebu shika chochote ulicho nacho, njoo mwekee huyu baba hapa kwenye miguu. Apate kitu cha kwenda kula leo nyumbani. Unaona huyu mwanae mdogo anajua vile baba yake anavyotembea. Unaona anavyomshika miguu? Aka kadogo kanajua. Njoo tu chochote kile ulicho nacho umwekee hapa. Lakini ni kwamba tayari mke amemkimbia na amemwachia watoto wote 3. Tunamwomba Mheshimiwa GSM, kwa kuwa huyu alikuwa ni mfanyakazi wako na amepatwa na hili, Alikamwe Yanga, mashabiki wote wa Yanga wenye uchumi mkubwa, nyie wote ni familia ya GSM, mnaweza mkaona ni nini mnaweza mkafanya kwa huyu ndugu, na Mungu atawabariki. Na kwa kuwa Yanga sasa hivi ndo wanaendelea kushinda, maana hata mwaka huu tayari wanaonekana wameshinda, wanasubiri tu kukabidhiwa kombe, basi mnapokwenda kwenye ushindi, huyu naye ni sehemu ya ushindi. Kilichonifurahisha ni huyu mtoto mdogo tayari anajua jinsi ya kumtembeza baba yake. Hebu nenda mshike baba miguu, mpeleke kule. Nilimwona huyu mtoto anamshika baba miguu kama vile anajua, si unaona? Mpeleke baba kule. Sasa angalia huyu mtoto mdogo ndo anayebaki nyumbani anang'ang'ana na baba yake. Huyu mdogo, angalia huyu mdogo, mama amekimbia, huyu mdogo ndo anabaki nyumbani wakati wengine wamekwenda shule. Huyu mdogo anajua, huyu mtoto anajua. Unaona anavyong'ang'ana na miguu ya baba yake? Unaona? Anajua. Mtoto mdogo anajitahidi kutumia nguvu mpaka kwenye vitu vikubwa, ili mradi tu amsaidie baba yake. Angalia, hicho kipira kimetoka. Mtoto mdogo anajua jinsi ya kukirudisha. Imepatikana jumla 285,000. Lakini
Kama mtu anaweza kusaidia 100,000 hata kama utamtumia kwenye simu au 50,000 au 20,000, sima. Okay, sawa. Kwa hiyo imefika ngapi jumla? Unachangia 10,000 na wewe. Mnipeleke taratibu. 10, 20, 40, 10, 50, 1,500,000. Ndio mama? Mimi mpaka tarehe 2 mwezi wa 9 atamchangia 100,000, atamtumia kwenye simu yake. Nilikuwa naomba namba ya simu ni 0773 966 590. Nabii na kaka hapa wamechangia shilingi 10,000. 10,000? Ndio. Unajua, unaweza ukawa unajiona na matatizo, kumbe ya kwako ni madogo. Kuna wengine wana makubwa kuliko ya kwako. Lakini tunaamini huyu kwa kuwa ni familia ya GSM, inawezekana tu GSM hana taarifa. Inawezekana akampa kabisa gari la Uber, akamwekea na gesi, akaanza kuzunguka hapa mjini, na maisha baada ya miaka 2 ijayo yatakuwa yamebadilika kabisa. Amen. Mimi naamini GSM hana taarifa. Viongozi kama wale wanatamani waguse maisha ya watu, lakini watu walio karibu na wao hawawapi nafasi ya watu kama hawa kuweza kuwafikia. Hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, wakiona na zaidi, huyu tayari yuko kwenye makundi maalum. Mheshimiwa Waziri wa Jinsia na watu wenye mazingira kama haya, Dr. Dorothy Gwajima, huyu mtu ni wa kwenu, anawahusu ninyi. Najua hawezi kukosa bajaji, lazima atapata bajaji. Lakini pia yuko ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila ni mtu aliye na watu wake, na ni mtu ambaye mkono wake sio mfupi, ni mrefu. Mheshimiwa RC Chalamila, najua unaweza ukamtuma mkuu wako wa wilaya ya Kinondoni, mkuu wa wilaya ya Ilala, wakalimaliza ili wakampatia huyu kijana bajaji ili aendelee kuwalea watoto 3 ambao ameachiwa. Sisi watumishi wa Mungu, wakati mwingine Mungu anatufanya kuwa daraja la watu waje kwetu, alafu tuwaunganishe na ninyi. Sisi tuwahudumie na ninyi pia muwahudumie. Tumpe kwanza hii 285 yake. Leo aushindi njaa. Pokea hii hapa. Una lolote la kuongea? Kishe ujumbe kwa mwajiri wangu ambao GSM niongee hii kwa utulivu, anisikilize. Ndio. Yeah. Ndugu Mheshimiwa President Garibu, GSM, mimi nilikuwa ni mfanyakazi wako, nimehudumu kwako ndani ya miaka 10 nikiwa upande wa workshop, upande wa trailer section. Nilikuwa naomba uniangalie, unifikirie, na nilipata shida hii nikiwa bado nipo kazini. Nimejitahidi sana kuweza kukufikia, lakini kile nikifika na kosa nafasi ya kuweza kukuona, na nimeshakutumia ujumbe sana mara nyingi. Na imani kwamba una majukumu mengi, labda kwa shindo kuweza kupata ujumbe wangu. Leo nimekuja hapa katika madhabahu ya Nabii Nyakia, niko na waumini wote hapa. Nilikuwa naomba unifikirie, uniangalie. Mimi na familia na watoto 3 wananiangalia nikiwa kama baba, na kutembea siwezi. Lakini nilikuja ofisini nikiwa natembea na afya njema. Leo hii mimi ni mlemavu. Nilikuwa naomba unifikirie nipate hata bajaji ya kuweza kunikwamua kiuchumi. Ndugu Engineer Harris, najua na watu wote mnanifahamu GSM. Najua mnanifahamu wengi tu GSM. Mabosi wengi tu. HR, Deo,
HR, Leonardi na wengineo wengi, management yote. Naombeni mnifikirie. Asante. Na kule ulikuwa unafanya kazi gani kule? Kule nilikuwa ni supervisor. Ulikuwa ni supervisor? Upande wa logistic workshop. Okay. Ndio. Kituo chako cha kazi kilikuwa wapi? Ni Kurasini. Kurasini. Yeah. Shimo la Udongo. Shimo la Udongo. Ndio. Naitwa kampuni yetu Galco. Galco Limited. Ambaye na yenyewe ni ya GSM. Ni GSM, ni moja ya makampuni ya GSM, ndio niko upande wa workshop. Lakini pia mwambie kwamba mke naye amenikimbia, hivyo nahangaika tu na watoto. Mwambie ili swala la mke kunikimbia, nafikia hata kampuni wao wanalifahamu. Na kuna kipindi washamsaidia vitu vingi. Okay. Alipoondoka. Wanajua wengine, GSM hajui, mwambie. Mwambie mheshimiwa, mpaka na mke amenikimbia, nimebaki mimi na hivi vitoto unavyoviona. Mheshimiwa GSM, hapa mimi nipo na watoto wangu. Naishi bila mke. Kwa nilikuwa naomba uweze kunisaidia. Nipate hata bajaji, niweze kujikwamua kiuchumi, niweze kulea watoto wangu. Siwezi nikauacha uzao wangu kaangaika. Mpaka tone la mwisho. Majina yako ni nani? Majina yangu ni Makoneni Charles Magadura. Una umri wa miaka mingapi? Na miaka 36 sasa. Ni mwenyeji wa mkoa gani? Ni mwenyeji ni mzaliwa wa Mwanza, lakini ni mkazi wa Dar es Salaam. Mwanza unatokea wilaya gani? Mwanza natokea wilaya ya Nyamagana. Kabila gani? Ni Msukuma. Ni Msukuma. Ndio. Maana hata Wasukuma nao watasikia. Maana Wasukuma nao wana nguvu. Na sasa hivi kuna wale Wasukuma wa Katoro. Ndugu zangu wa Katoro. Matajiri wale wa Katoro. Na wao pia tunawaambia wale matajiri wa Katoro wa bilioni 1 ya harusi. Ndio. Wakuone. Ndio. Mungu akubariki. Asante. Amina.